Mambo vipi mwana sawasawa digital, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Na bana, leo niko na story ya ndege moja kutokea huko Indonesia. Maana kumekuwa kuna matukio tofauti tofauti. Sasa hatujajua watu ambao wanakuwa wanafanya matukio haya wanakuwa wana utindio wa ubongo au akili kidogo inakuwa haijakaa sawa. Sasa ndege ambayo ilikuwa imebeba abiria zaidi ya 200 kutoka Bali huko nchini Indonesia na kuelekea huko nchini Australia iliweza kurejea na kutua ilipokuwa imetoka mara baada ya abiria kujaribu kufungua mlango kwa nguvu. Kwamba abiria alikuwa anataka kufungua mlango kwa nguvu. Sasa haikujulikana kwamba alikuwa anataka kuruka, ajitupe, ajiue au vitu, yani vitu vilikuwa havieleweki. Alikuwa anang'ang'ania sana kufungua mlango kwa nguvu. Sasa kampuni ya Jetstar ndio ambao ilikuwa inamiliki ndege hizo. Sasa iliyoweza kuendesha ndege hiyo ilitoa taarifa ikisema kwamba Jumatatu usiku iligeuka kutoka mahali ilipotoka na kutua kwenye uwanja wa ndege wa Denpasar huko Bali nchini Indonesia, na ilisema kwamba ilikuwa baada ya mmoja wa abiria kujaribu kufungua moja ya milango ya ndege na alikuwa akiwasumbua wahudumu wetu wa ndege. Maana alikuwa alishaanza kuwasumbua sana wahudumu wa ndege na kutaka kuforce kuweza kufungua mlango wa ndege aweze kuruka. Sasa picha zimeweza kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii kutokana na tukio hilo likimuonyesha mtu ambaye alikuwa akiwa anahangaika sana kufungua mlango, na ni mwanamke akiwa nyuma ya ndege alijaribu kufungua mlango kabla ya wahudumu wa ndege hiyo kuweza kugundua. So kabla hajagundua alikuwa anaendelea kuforce, kulazimisha aweze kufungua mlango. Hata hivyo, mwaka jana abiria mwingine wa Marekani aliweza kujaribu kufanya kitu kama hicho, kitendo ambacho kilimjeruhi mmoja wa wahudumu wa ndege hiyo. Na sasa mara baada ya kuona tukio hili limeweza kutokea katika kampuni hii ya Jetstar, wakaamua kuweza kuirudisha ndege kutoka pale ilipokuwa imeruka na kuweza kurudi tena ili kuweza kuweka mambo sawa, kwa sababu matukio yanaweza katokea, anaweza kajiua pale alafu then kuweza kusababisha ajali na vitu kama hivyo. Unajua kabisa milango pia ikiweza kuharibiwa na abiria wengine watashindwa kuwa comfortable kuweza kusafiri salama kabisa kutokana na uharibifu ambao utakuwa unaendelea kutokea. Sisi ni Sawasawa Digital, endelea kutufuatilia kwa taarifa nyingi zaidi.